Kanisa tunaendelea kusisitiza na kuona umuhimu mkubwa wa malezi unaanzia katika familia. Kwa hiyo malezi ya familia kama ya baba na mama wana jukumu la kuwalea watoto katika maadili yanayompendeza Mungu, kufuata neno la Mungu. Na upande wa kanisa, kama kanisa tuna wajibu wa kuelimisha watoto kupitia kitengo chetu cha elimu ya Kikristo. Katika elimu ya Kikristo tunawajumuisha watoto wa Sunday school, watoto wa kipaimara. Jukumu kuona kwamba katika Sunday school tunawaelekeza watoto juu ya maadili na umuhimu wa neno la Mungu na kuishi kama Watanzania katika jamii. Lakini hata baada ya kuanza kukua katika maisha ya kipaimara, tunawaelekeza jinsi kama vijana sasa wanapoanza kukua, ni jinsi gani wanapaswa kuishi wakimpendeza Mungu, lakini wakiishi katika jamii ambayo ina utandawazi, jamii ambayo ina mchanganyiko wa mambo mengi. Lakini pamoja na haya mambo mengi na mambo ya utandawazi, waendelee kumtegemea Mungu na kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Kuomba Mungu aendelee kutupa amani katika uchaguzi, lakini ni wasihi vyombo vinavyohusika viandae mazingira ambayo yatawezesha uchaguzi uwe huru, haki na amani. Kwa hiyo kila chama kipate nafasi ya kusikilizwa, na kwenye chama kutumike uchaguzi unapaswa kuwa kipaumbele. Na jamii ikishaona kwamba kiongozi ni mkweli, ni rahisi kuleta kero na kuleta jambo ambalo sio kweli kuleta kwenye kiongozi. Kwa hiyo tunachotegemea ni kuona kwamba wanaeleza mambo ya kweli, kwa sababu wakati ambao tunaelekea tulikuwa tuna ahadi kutoka kwa viongozi. Ni vizuri wakaja wakasema wamefanya nini na ni nini ambacho hakijafanyika, na watoe sababu ambazo zimefanya wameshindwa kufanya, kwa sababu sio yote yanawezekana. Kisha ahadi sio yote yanawezekana kufanyika. Kwa hiyo wawe kweli pale waliposhindwa, na wanapoweka ahadi watoe ahadi za kweli ambazo zitatekelezeka, sio ahadi ambazo wao wenyewe wanaona kwamba hazitekelezeki, lakini kwa sababu ni kuambia wananchi wawape kura, basi wanaweka ahadi nyingi zisizowezekana. Kwa hiyo inakuwa ni jambo ambalo halitakubalika katika jamii ya Tanzania.